Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wa imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ghurri mayamin, amma ba'd. Karibu mtazamaji wa kipindi cha Door of Knowledge kupitia channel yetu pendwa kabisa ya Rapta TV, na leo utakuwa nami Ustadh Maalim Ibn Umar. Leo tutakuwa tukizungumzia mada ya jamaa. Jamaa ni nini? Ni upi ubora wa kuswali swala ya jamaa? Yani fadhila ni zipi anazopata mtu yule mwenye kuweza kuswali swala ya jamaa? Tunaye Ustadh Haddad, mwalimu wetu huyu bingwa kabisa, ambaye yeye atatupitisha katika somo hilo la ubora wa kuswali jamaa, lakini pia kutueleza maana ya jamaa ni nini. Karibu Ustadh Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Langu jina ni Al-Haddadi Adam. Naam. Jamaa ni lugha ya Kiarabu. Yani neno jamaa ni neno la lugha ya Kiarabu. Neno hili linatafsiriwa katika aina kuu mbili. Aina kwanza ni ile ambayo imetajwa kilugha, wakasema jamaa minal ijtimai. Tukisema jamaa maana yake ni mkusanyiko au mjumuiko wa watu. Lakini wa huwa dhiddu tafarruqi, ni kinyume cha kutengana. Kwa kilugha jamaa ni mkusanyiko wa watu na ni kinyume cha kutengana. Lakini kiistilaha ama kisheria wakasema salatul jamaa ijtima'u ithnaini, ni kukusanyika watu wawili, yani kukusanyika zaidi ya mtu mmoja, bimaana imamu na maamuma. Hiyo ndio taarifu ya jamaa kisheria. Lakini je, hukumu yake ni nini? Hukumu ya jamaa wanatuambia ni sunna iliyokokotezwa, yani sunna ambayo imetiliwa mkazo. Lakini jamaa ziko za namna mbili. Kuna jamaa ya sala za faradhi zile au fardhu kifaya, lakini kuna jamaa ya salatul jumaa. Faradhi jamaa yake tunaambiwa ni sunna ambayo ni muakkad, yani iliyokokotezwa, iliyohimizwa. Kwa nini? Kwa sababu ndani mwake kuna fadhila nyingi sana. Na miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea jamaa kuwa na fadhila nyingi ni kwa sababu watu wanakuwa wamoja. Kwa hiyo kwa ufupi, hukumu yake inapatikana katika Qur'ani, yani ushahidi wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema warka'u ma'ar raki'ina, bimaana wale ambao wanatekeleza ibada hasa za faradhi, basi wahakikishe wanafanya kwa jamaa. Tukizungumzia upande wa jamaa ya Ijumaa, ile moja kwa moja jamhurul ulamai wanasema ni fardhu aini. Kwa nini ni fardhu aini? Labda pengine tutoe taarifu ya fardhu kifaya na fardhu aini. Tukianza na taarifu ya fardhu aini, maana yake ni lile jambo ambalo ni wajibu kufanya kwa kila Muislamu aliyokalifiwa, yani yule ambaye sheria inamtaka atekeleze hilo jambo. Lakini fardhu kifaya taarifu yake wanasema kama ilivyonukuliwa katika kitabu cha Az-Zubad, akatuambia kullu muhimmin qasadu tahassula. Maana yake ni kila jambo ambalo ni muhimu lifanywe min ghairi ayatabiru manfala, yani tusitake kufahamu kwamba ni nani ndio aliyofanya. Kwenye faradhi kifaya, faradhi ya kutoshelezana ni ile ambayo inafanywa na baadhi ya watu, pengine kafanya mmoja. Kwa hiyo hakuna ulazima kusema kasalisha nani, kafanya nani, almuhimu ni kufanyika. Hiyo ndio taarifu ya fardhu kifaya. Kwa sasa katika upande wa Ijumaa, jamaa yake ni lazima ni fardhu aini. Maana yake tunapata kuona kwamba yule atakayesali Ijumaa nje na jamaa, hapo atapata Ijumaa, maana yake hatopata.
Lakini katika sala hizi za faradhi ukiamua kusali peke yako, sala yako inasi tofauti na Ijumaa. Na ndio maana tunaambiwa ile rakaa ya mwisho kabisa katika raka mbili za Ijumaa, mtu akizikosa zote hana Ijumaa, hata atafute jamaa labda pengine kundi lingine tena nje ya muda saa 8 saa 9, jamaa ile haiwezi kusii. Lakini jamaa hii ya kawaida katika sala hizi za faradhi, hukumu yake tunaambiwa ni fardhu kifaya. Kinyume chake nini? Ikitokea sasa pengine kijiji kizima au mtaa mzima hapajaswaliwa sala ya fardhu aini kwa jamaa, basi wote wanashirikiana katika madhambi. Kwa hiyo tunapata kuona kumbe kuna utofauti. Jamaa ya Ijumaa ni fardhu aini, ni lazima iswaliwe kwa jamaa, lakini fardhu ya sala hizi za kawaida za faradhi tunaambiwa ni sunna ambayo imehimizwa sana kuswaliwa. Kwa nini? Kwa sababu zinatajwa fadhila zake ni nyingi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, salatul jamaa, sala inayosaliwa kwa jamaa, basi fadhila zake zinakuwa nyingi sana. Tafudhulu salatul munfaridi au salatul fardhi. Kwa yule anasali peke yake, daraja zake, fadhila zake haziwezi kuwa sawa na yule atakayesali katika jamaa. Kwa hiyo kwa ufupi, fadhila za jamaa ni nyingi sana, humzidi yule anayesali peke yake kwa daraja 27. Maana yake nini? 27 pengine huyu mwingine analipo 10. Tutolee mfano, kwa mtu mwenye akili timamu atachagua 27 au 10. Maana yake tunafanywa tupende kuwa wamoja, si katika ibada tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yadullahi ma'al jamaa, kwamba hata nje na sala tuhakikishe sisi Waislamu wa sawasawa tunakuwa wamoja. Naam. Asante sana Ustadh Haddad. Umetueleza kwa namna ilikuwa nzuri kabisa kwamba jamaa ni mkusanyiko wa watu, lakini pia ni kinyume cha kuwa tofauti yani. Lakini labda tueleze, kama ni mkusanyiko wa watu jamaa, je, jamaa hii ina idadi maalumu ya watu hao ama inakuwa vipi? Naam, karibu. Swali zuri alhabibi. Kama tulivyokwisha tangulia kusema kwamba jamaa ni mkusanyiko wa watu, imana ni kinyume cha kutengana. Maana yule anayesali mmoja au peke yake hahesabii kuwa anasali jamaa. Kwa sasa kama jamaa zina fadhila nyingi au jamaa ina fadhila nyingi, je, sasa hiyo jamaa inapatikana kwa watu wangapi? Tukija moja kwa moja katika fardhu aini, sala hizi za kila siku vipindi vitano, jamaa yake tunaambiwa inapatikana kwa imamu na maamuma. Yani imamu na maamuma ndio kinatengenezeka kitu kinachojulikana kama jamaa. Lakini pia jamaa tunaambiwa ni pale ambapo itaswaliwa msikitini. Tayeb, tunasema kuna uwezekano kupata jamaa hata nyumbani au nje na msikiti. Lakini je, ni jamaa gani ambayo ina fadhila nyingi? Tunaambiwa kwanza ni ile ambayo ina watu wengi, waumini wengi. Kwa hiyo kwa ufupi, jamaa hupatikana kwa watu wawili, mwongozaji imamu na anayeswalishwa maamuma. Na hii ni katika upande wa swala hizi za kawaida. Lakini tukijaribu kuangalia kule kwenye jamaa ya Ijumaa, tunapata idadi isiyopungua 40. Na hii ni katika jamhurul ulama. Japo wako baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba jamaa hupatikana hata kwa watu 12. Lakini kauli yenye nguvu wanasema ni watu wasiopungua 40. Kwa hiyo kwa ufupi, kumbe tunatambua jamaa hupatikana kwa watu wawili, imamu na maamuma. Lakini halikadhalika jamaa ya Ijumaa hupatikana kwa idadi ya watu 40. Naam. Kwa hiyo sasa, la kuongezea hapo, tunaambiwa kuna masharti ili ipatikane jamaa. Maamuma au Muislamu anatakiwa kumpata imamu sehemu gani? Wapo baadhi yetu tunaona leo kwamba akifika katika sijida ya mwisho anahesabu hiyo ni rakaa. Tunamwambia jamaa hupatikana kwa kuidiriki rukuu ya mwisho ile.
tena ukapata utulivu. Kwa hiyo maana yake nini? Kwa kuwa fadhila zake ni nyingi, kama Uislamu wa sawasawa tuhakikishe tunafanya maandalizi. Sio ile kwamba unamkuta mtu anakimbilia sala. Fa alaikum bisakina. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza tunapokwenda katika ibada tusikimbie eti kwa sababu tutakosa jamaa. Kwa kuwa sasa tumefahamu fadhila na hukumu za jamaa, basi tuwe tunafanya maandalizi mapema. Kwa hiyo jamaa kwa ufupi inapatikana kwa imamu na maamuma. Lakini sehemu gani? Ni pale imamu anapokuwa katika rukuu. Aidha yule ambaye ataanza sawa na imamu anahesabiwa amepata nini? Jamaa. Lakini yule ambaye tayari amechelewa sasa, amemkuta imamu katika rakaa ya pili, pengine sala ya alfajiri, maadamu hajatoka pale kwenye rukuu kuitidali, akiharakisha, na tunaambiwa hapo kwa kuongezea imamu au yule anayesalishwa, tunaambiwa ni sunna kumsubiri yule ambaye pengine kashaingia tayari, lakini kile kisimamo kisio kirefu sana kwamba kwa sababu ni rafiki yangu nisubiri muda mrefu. Hapana. Kwa sasa ili tuweze kuyapata haya na fadhila zake, tuhakikishe muda wa maandalizi ya kuziendea ibada zetu tunahakikisha tunazifanya mapema. Kwa nini? Kwa sababu salatu aljamaa, sala ya jamaa, huizidi sala ya mtu mmoja kwa daraja 27. Lakini kama kawaida tunakuwa na maswali kutoka kwa watazamaji wetu wa kipindi cha Door of Knowledge. Swali la leo ni muulizaji wetu kutoka kule Dodoma. Yeye anauliza kuwa, je, mwanamke anaweza kuwa ni imamu wa wanaume katika swala ya jamaa? Karibu tafadhali uweze kutupa elimu. Lakini niseme tu la mwisho kwamba tunawapongeza sana kwa watazamaji wetu hao katika kufuatilia vipindi vyetu kwa undani zaidi. Imamu je, anaruhusiwa kuwa mwanamke? Yaani mwanamke anaruhusiwa kuwa imamu? Toba tunasema hapana, lakini tunaweza kusema ndiyo. Kwa nini? Mwanamke anaruhusiwa kuwa imamu endapo atawasalisha wanawake wenzake. Yaani kama watakuwa wanawake tu wao wenyewe tu, mjumuiko wa wanawake, basi kuwa imamu ni sawasawa, lakini hatoruhusiwa kufanya kama anavyofanya imamu, kutoa sauti, yani kupaza sauti yake Bismillahirrahmanirrahim. Hapana. Je, katika upande wa wanaume mwanamke anaruhusiwa kuwa imamu? Tunasema hapana. Hata kama ni shehati kiasi gani, pengine kasoma, sheria haimruhusu mwanamke kuongoza sala, hasa kuongoza wanaume. Kwa hiyo maana yake nini? Wanaume wanatakiwa waongoze swala, lakini mwanamke au wanawake wanaruhusiwa wao kuongozwa, yani kusimama nyuma ya wanaume. Kwa ufupi kabisa, mwanamke anaruhusiwa, lakini endapo atasali yeye pamoja na wanawake wenzake. Lakini la kuongezea sasa, jamaa ya mwanamke tunaambiwa yenye fadhila nyingi ni ile ambayo itaswaliwa nyumbani. Kwa nini? Kuepuka shubha. Lakini yule mwanamke ambaye atasema mimi nataka nikashiriki na wanawake wenzangu, kwanza azingatie kabla hajaenda huko. Tunafahamu kweli jamaa ni jambo ambalo nimehimizwa sana, lakini sala ndio kitu pekee ambacho tunaweza kusema ni fardhu, ni lazima. Sasa asifusi huyu mwanamke kwenda kusali msikitini hali ya kuwa pengine ni mke wa mtu. Kwanza kabisa aombe ruhusa, idhini, kisha aende. Kinyume chake sasa, kwa nyongeza, atakayetoka tu from nowhere akaenda msikitini bila ruhusa, na hatusemi kwenye sala tu, hata kwenye funga zile za sunna. Alhabib maalim na watazamaji wetu wafahamu kwamba katika ibada ziko ibada ambazo mwanamke anaruhusiwa bila hata ya kuomba ruhusa kwa mumewe, kama jamaa ya sala hii ya fardh, jamaa ya swala ya Ijumaa, sunna zile pengine za Jumatatu na Alhamisi, mwanamke anatakiwa aombe ruhusa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mmiliki wa mume wake. Kwa hiyo tunarudi sasa,
kwa mwanamke huyu kuwaswalisha wanaume haifai. Hata kama kweli anaonekana huyu mwanamke ndo msomi, bora asalishe yule ambaye anaonekana si msomi katika wanaume, jamaa hiyo ndo itatimia. Kinyume chake sasa, pengine huyu ni khuntha. Nikisema khuntha pengine inafahamika, yani yule ambaye ana jinsia mbili. Je, kisheria anaruhusiwa? Tunaambiwa haruhusiwi. Kuepuka hayo, basi ni vema yeye awe maamuma. Kwa hiyo haruhusiwi mwanamke kuongoza, kuwaswalisha wanaume. Lakini pia khuntha yule ambaye imethibitika kwamba ile ni jinsia ya kike, naye pia haruhusiwi. Lakini kubwa zaidi, jamaa ambayo ina fadhila ni ile ambayo itaswaliwa msikitini. Na la mwisho sasa, sunna ni kusimamisha swafu vizuri. Maanake tumesema jamaa ni jambo ambalo lina fadhila nyingi, lakini katika jamaa swafu ya mwanzo kabisa, basi fadhila zake ni nyingi. Alafu la mwisho kabisa, tunaambiwa lau watu wangefahamu kile kinachopatikana katika sala za jamaa au za faradhi, basi yule mtu ambaye ana uwezo wa kwenda msikitini kutokana na fadhila zake, tunaambiwa basi angetambaa, yani huko anasota anaenda msikitini kutokana na fadhila hizo. Tujiulize, mimi na wewe ni wazima na pengine tuko karibu na vituo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni fursa kwa Muislamu. Huna fursa nyingine zaidi ya fursa ya kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini unatekeleza vipi? Kwa jamaa. Usilete conditions kwamba uko mbali na msikiti. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alizieleza fadhila za yule ambaye anakwenda kushiriki jamaa, kiasi ambacho wale maswahaba ambao walikuwa kiishi karibu na eneo lile la ibada, karibu na msikiti, wakasema tunatakiwa tuhame ili sasa zile hatua zetu ziweze kuongezeka katika mema yetu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia lakini, akiwa ana maana kwamba yule anayetoka mbali kila hatua anahesabiwa. Hata huyo anayekaa pengine hapo hapo msikitini ndio mazingira yake, anapata jamaa. Kuhimiza zaidi, mwanamke haruhusiwi kuwa imamu. Tuondoke nalo hilo. Naam. Asante sana Ustadh Haddad kwa swali zuri ambalo limeulizwa, lakini pia majibu yako mazuri kabisa ambayo yamefahamika. Naamini mtazamaji wetu ameweza kupata faida kupitia majibu uliyotoa. Nikushukuru pia wewe mtazamaji ambaye umetufuatilia tokea mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ulikuwa nami Ustadh Maalim Ibn Omar, lakini pia sikuwa peke yangu, nilikuwa naye Ustadh Haddad Ibn Adam. Kwa maswali, maoni ama ushauri, wasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia katika comment section yetu ya YouTube channel yetu ya Rapta TV. Uliza swali lako linalokutatiza la dini, ili uweze kupata faida na kupata maarifa makubwa katika dini yako hii ya Kiislamu. Uliza swali lako, lakini pia tunaye Ustadh Haddad ambaye yeye ataweza kukusaidia kupata majawabu ya maswali yako. Mpaka wakati mwingine, muda na wakati kama huu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.